Gani ya wewe kuwasimulia matatizo yako watu ambao hawana msaada wowote kwenye maisha yako? Yaani unamwambiaje mtu ambaye hana msaada wowote afu unamsimulia matatizo yako? Umelala na njaa, una shida, una fedha, una madeni, una matatizo, umefiwa. Unaanzaje kuwasimulia watu ambao hawana msaada wowote kwenye maisha yako? Umechanganyikiwa? Sawa, unaweza kuwa umechanganyikiwa kwa sababu ya matatizo ulionayo, lakini unawaambiaje watu ambao hawana msaada wowote? Yaani wewe unaanzaje kuwa unamsimulia kila mtu matatizo yako? Atakusaidia nini? Baadaye unaanza kulalamika, duniani kuna marafiki feki, sijui nilimwambia shida yangu, akaenda akaisema sehemu nyingine. Kumbe wewe ndo matatizo yako. Unaanzaje kumhadisia kila mtu matatizo yako? Unamhadisia matatizo yako ili waje. Kila mtu unataka ajue matatizo yako ili waje, ili akuchangie, ili akufanyaje, akuonee huruma au afanyaje? Kuna muda ni bora tu mimi nitulie na mbwa, lakini sio nimwambie mtu matatizo yangu. Alafu ujifunze kwenye maisha yako. Sio kila kitu unatakiwa uambie watu. Watu hawatakiwi kujua zaidi ya vitu ambavyo wewe shida yako kwenye maisha yako. Unawaambia watu mambo zaidi ya yale ambayo wanatakiwa kuyajua. Watu kuna kikomo ambacho wanatakiwa wafike. Mimi ninaposhinda na mbwa sio fala. Watu wasiniletea ufala. Mimi nishaikuwa na mchumba, nishaikuwa na mpenzi ambaye nilikuwa napendana naye, lakini mchizi wangu akaenda akanisnitch akamchukua yule demu. Na ni mchizi ambaye nilikuwa namwambia shida na matatizo yangu yote, na alikuwa hana msaada wote, lakini mimi ndo ninayemsaidia. Akanigeuka. Wewe unaendeleaje sasa hivi kwanza kuhadisia watu matatizo yako? Kila tatizo ulionalo unawahadisia watu. Unadhani watakusaidia nini? Acha hiyo tabia, utafeli. Bora uiambie mbwa na sio watu.